Ufahamu wote tumeanza utekelezaji wa dira 2050 na katika utekelezaji wa dira 2050 imesisitiza sana sekta ya uzalishaji na ndiyo hasa imepewa jukumu kubwa sana. Sasa kuelekea kwenye utekelezaji wa kwenye sherehe hizi za 8 ambazo kwa wakulima ni za msingi sana, kwa sababu sisi ndio tumepewa lengo kubwa sana. Nitoe wito kwa Watanzania wote na hususan wakulima kwenye maeneo yote tofauti, maeneo 8 kwenye nchi hii. Kwa maana ya kanda ya kati tuko hapa viwanja vya John Samuel Malecela. Kule Mbeya tuko kwenye viwanja vya John Makangale. Kwa kanda ya kusini tuko pale Lindi. Kanda ya mashariki tutakuwa Morogoro, kanda ya kaskazini tutakuwa Arusha, Mwanza na Simiyu. Pia viwanja vya Fatuma Mwasa pale Tabora. Kwa hiyo ni waombe wakulima wote kufika kwenye viwanja vya 8 kwenye maeneo yote hayo niliyoyataja kwa ajili ya kuona maonesho yaliyowekwa pale. Katika eneo hili tunapata mambo matatu muhimu ambayo yote yanakwenda kwenye sekta ya kilimo. Tunaposema sekta ya kilimo maana yake tunahusisha vitu vitatu. Kilimo mazao, mifugo pamoja na uvuvi. Sasa ndugu zangu wakulima, kwenye maeneo yetu haya, kufika kwenye maeneo haya kuna faida kubwa sana. Kwanza ni kujifunza teknolojia mbalimbali. Na tunafahamu sote kwamba kilimo sasa kimekuwa sio kilimo kile ambacho tulizozoea. Sasa hivi ni kilimo biashara. Ili kiwe kilimo biashara, maana yake lazima kuwe kuna ile thamani yote, mzunguko wa thamani utaenda chain value yote ionekane kwa pamoja. Sasa ukiwa kwenye haya maeneo utajifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia kwenda kubadilisha kilimo chako kutoka kwenye mfumo uliopo wa kilimo wa sasa wa kulima kwa mazoea na kwenda kwa kulima kilimo cha biashara. Maeneo mengi haya ni kufika ni bure. Kwa hiyo ukifika utajifunza wataalamu mbalimbali. Lakini pili ni waombe wakulima wote nchi nzima na wananchi wote kwenye maeneo tofauti. Kwenye viwanja vyetu hivi taasisi za serikali zote zipo. Taasisi zote za serikali ambazo zinafahamika zote zipo. Kwa hiyo kama una shida ndogo, shida mbalimbali ambazo zinakusibu, ukifika tu kwenye viwanja vya 8, shida zako zote utazipata, kama ni swala la ardhi, swala la migogoro mbalimbali na kila kitu, wote sekta za serikali zote zitakuwepo kwenye maeneo hayo. Lakini tumeona kabisa kuwa kupitia barabara, miundombinu ya barabara imeimarika. Watu wakipita sasa hawapati vumbi, watatembea kwenye lami au tunasema kwenye zege maeneo yote ya 8. Lakini kikubwa kwa ajili ya 8, waonyeshaji wa maonyesho wamekuja wa kutosha. Tuna ongezeko la 26% kutoka maonyesho ya mwaka jana, mwaka huu 126% kulinganisha na maonyesho yale. Mwaka huu waonyeshaji wako takriban 1133 ambao kati yao wako waonyeshaji toka nchi za nje 24, lakini wajasiriamali wadogo 20. Waonyeshaji hao ni wengi sana kulinganisha na historia ya maonyesho ya uwanja huu, ambao wote wamejipanga kikamilifu kuhakikisha watu watakaofika katika uwanja huu wanapata elimu ya kutosha, wanapata teknolojia, wanapata bidhaa mbalimbali zinazohusiana na kilimo, uvuvi na mifugo, lakini zaidi pia wanapata na burudani mbalimbali kupitia uwanja huu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.